Talanta za Zeysha. Karibu kwenye simulizi zinazosimuliwa na Zeysha. Kuna wanawake wengi duniani wanaota kuwa na watoto wawili au watatu, lakini je, umewahi kufikiria mama mmoja kuwa na watoto zaidi ya 40? Na kuna ule mstari katika Biblia unaosema, zaeni mwijaze dunia, bado zamu hii ni wewe. Leo nakuletea kisa cha kusisimua cha mama mmoja kutoka Uganda ambaye maisha yake yamegeuka kuwa safari ngumu sana baada ya kujikuta akijifungua mapacha mara kwa mara mpaka kufikia watoto zaidi ya 40. Cha kushangaza zaidi, baba wa watoto hao alikuja kumkimbia na kumwacha peke yake na mzigo huo mkubwa wa kulea familia. Hiki ni kisa cha ujasiri, maumivu na mapambano ya mama jasiri anayeitwa Mariam Nabatanzi. Karibu sana katika simulizi ya leo ya Talanta za Zeysha. Miaka kadhaa iliyopita, katika kijiji kimoja cha Uganda, aliishi msichana mdogo sana aliyeitwa Mariam Nabatanzi. Maisha yake hayakuwa rahisi tangu utotoni. Alipofikia takriban miaka 12 tu, aliolewa na mwanamume aliyekuwa mkubwa zaidi yake. Katika umri huo ambao watoto wengi bado wako shule na bado wanacheza na watoto wenzao, Mariam tayari alikuwa ameanza maisha ya ndoa. Muda mfupi baada ya ndoa, Mariam alipata ujauzito wa kwanza, lakini ujauzito huo hakuzaa mtoto mmoja kama ilivyo kawaida. Alijifungua mapacha wawili. Baada ya muda kidogo alipata ujauzito tena. Safari hii pia alijifungua mapacha. Watu wa kijijini walianza kushangaa, lakini bado waliona ni jambo la kawaida. Lakini kadri miaka ilivyopita, jambo hili lilianza kuwa la ajabu zaidi. Mariam alianza kujifungua watoto watatu kwa wakati mmoja, wakati mwingine watoto 4 kwa wakati mmoja. Madaktari walipochunguza waligundua kuwa mwili wake ulikuwa na hali iliyoitwa hyperovulation. Ni hali ambayo humfanya mwanamke kutoa mayai mengi kwa wakati mmoja na hivyo kupata mapacha au watoto wengi kwa ujauzito mmoja. Kadri miaka ilivyopita, familia ilianza kuwa kubwa kupita kawaida. Watoto walizidi kuongezeka, 10, 20, 30 mpaka kufikia zaidi ya 40. Na kwa sababu ya idadi ya watoto wake kuwa kubwa kupita kiasi, ilimbidi anunue kitabu cha kuandika majina ili asiwasahau, na wengine akiwapa majina ya watu maarufu, waigizaji wa movie za Kinigeria. Oyo aliwa badi yevayola oyo na shimbugwe oyo anikalo ya Caroline. Lakini wakati familia inaongezeka, maisha yakawa magumu sana. Chakula hakikutosha, mahitaji yalikuwa mengi na jukumu la kulea watoto lilikuwa kubwa kupita kiasi. Kisha siku moja tukio baya lilitokea. Mume wake Mariam Nabatanzi aliamua kumkimbia na kuitelekeza familia. Aliondoka nyumbani na hakurudi tena. Mama huyu alibaki peke yake na watoto wake wengi bila msaada baba yao. Fikiria hali hiyo, mama mmoja na watoto zaidi ya 40. Lakini badala ya kukata tamaa, Mariam aliamua kupambana. Alifanya kazi ndogondogo ili kupata chakula cha watoto wake. Wakati mwingine alifua nguo za watu, wakati mwingine alifanya kazi saluni, wakati mwingine alifanya kazi yoyote iliyopatikana ili watoto wake wapate chakula. Watoto wakubwa pia walianza kusaidia kulea wadogo zao. Maisha hayakuwa rahisi, lakini familia hiyo iliendelea kuishi kwa mshikamano mkubwa. Hadithi ya Mariam ilianza kusambaa duniani kote na watu wengi walishangazwa na nguvu na uvumilivu wa mama huyo. Leo hii anajulikana kama mmoja wa mama wenye watoto wengi zaidi duniani, lakini zaidi ya idadi ya watoto, kinachogusa zaidi ni moyo wake wa kupambana na kutokukata tamaa. Wapendwa watazamaji wa Talanta za Zeysha, maisha ya mama huyu yanatufundisha jambo moja muhimu sana.
Wakati mwingine maisha yanaweza kutupa mizigo mikubwa sana, lakini nguvu ya moyo na upendo inaweza kutufanya tuendelee kupambana. Mama huyu alichagua kutokukimbia majukumu yake hata pale baba wa watoto alipoamua kukimbia. Hii ni hadithi ya uvumilivu, upendo wa mama na nguvu ya mwanamke. Na wewe unaonaje kuhusu kisa hiki? Tuandikie maoni yako hapo chini. Usisahau kulike, comment na kushare, bila kusahau kusubscribe kwenye chaneli ya Nia TZ na kuendelea kupata simulizi nyingine nyingi za kusisimua kama hii. Namaliza kwa kusema, babu yangu aliwahi niambia, nami nakwambia wewe rafiki yangu, mtafutaji hachoki kutafuta na aliyepata bado anatafuta kujiongezea. Ulikuwa nami Zeysha na hii ni Talanta za Zeysha.